Karibu sana kwenye channel yetu mpya Ushauri TV, channel ambayo tutakuwa tunaongea tunashauriana kuhusiana na maisha. Tutakuwa tunashauriana kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo watu wanapitia katika maisha, na wewe ambaye mada itakuhusu basi itakubidi uingie kwenye comment section uweze kusoma baadhi ya comment ambazo watu waliokuzidi umri wameshapitia, watakushauri ufanye nini, na kupitia hizi comment unaweza kujifunza kutoka kwa watu ambao wamekuzidi umri au wamekuzidi mawazo. Content creator wengi wanatoa mafunzo mbalimbali, wanatoa vichekesho, lakini kwangu mimi leo nimeamua kukuletea kitu ambacho utajifunza. Ukiingia online ukisearch Ushauri TV, basi utajifunza mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia wewe kufika sehemu fulani. Na hivyo mada ya leo ambayo nimeileta, au swali la leo ambalo liko mezani, ni vitu gani ambavyo kijana mwenye umri wa miaka 18 mpaka 25 anatakiwa kuvifanya. Umenielewa? Kwangu mimi nadhani ya kwamba kuna vitu kama viwili ambavyo namshauri kijana mwenye umri wa miaka 25 kuanzia 18 mpaka 25 aweze kuvimaster sana, yani avifanye sana. Cha kwanza ni knowledge. Ninasema nini nikimaanisha knowledge? Ni vitu ambavyo alivyonavyo kichwani. Mfano, watu wengi sana kwenye umri wa miaka 18 mpaka 25 wanakuwa na elimu ya darasani, vitu vilivyopo kichwani ni vya darasani, lakini tunashindwa kufikiria nje ya boksi kwamba kuna muda elimu hauwezi ukaiconvert kuwa skills, ambayo huwezi ukaiconvert kuwa ujuzi. Umenielewa? Na ili elimu iweze kukusaidia lazima uweze kuiconvert kutoka kwenye elimu na itoe matunda. Na wengi wanasubiri mpaka waajiliwe na serikali, lakini kama tunavyojua kwamba wasomi ni wengi na ajira zinakuwa zinahitajika kwa uchache. Umenielewa? Hivyo basi wewe kama kijana yakubidi sana uweze kuwa na knowledge ya vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kukusaidia wewe endapo kitu ambacho nakitegemea kikishindikana. Hivyo ukiwa na knowledge au elimu, uelewa wa vitu mbalimbali, mfano kama mdada uko na knowledge ya kusuka, umenielewa, una knowledge nzuri ya kupika baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukaanzisha mgahawa wako mwenyewe, ukaumodify unavyoona kwako ni sahihi na ukapika watu wakapenda. Unaweza ukaanzisha saluni au ukajitolea sehemu fulani au ukafanya kazi sehemu fulani kama msusi na ukapata pesa. Hiyo ndo namaanisha knowledge. Vipo vitu vingi ambavyo unaweza ukajifunza kupitia watu na kuongeza knowledge ya kichwani ambayo itakusaidia baadaye kupata matunda. Kitu cha pili kinaitwa skills. Hii skills inatoka katika knowledge. Tunamaanisha kwamba knowledge unapoiapply, kama mimi ni msusi, umenielewa, ninajua kusuka. Kujua kusuka kuko kichwani, maana hiyo nina knowledge ya kusuka, ila ninapoiapply na kuanza kusuka, hiyo inaitwa skills. Kwa hiyo skills ni knowledge ambayo unaiapply, maana hiyo applied knowledge it is your skills. I think hapo umeniunderstand kwamba applied knowledge it is your skills. Kwa maana hiyo kijana kuanzia miaka 18 mpaka 25 yakubidi uwe na uwezo wa kuconvert knowledge kuwa skills.
Kwa hiyo jitahidi sana knowledge ulizonazo uweze kuconvert na kuwa skills by any means, maana umri unakimbia na muda haukusubiri. Na kwa nini tunakomaa sana na watu ambao wana umri wa miaka 18 mpaka 25? Ni sababu huu ni umri ambao unakuwa na chansi kubwa ya kupambana na maisha yako. Umenielewa? Usipoteze maisha yako kizembe. Hii ni chansi ya wewe kupambana na maisha yako. Kuna muda ambao utatamani kufanya kitu fulani lakini utakuwa too late. Hivyo kwa umri wengi wanakuwa bado hawajapata watoto, wengi hawajaingia kwenye majukumu ya kifamilia. My brother, my sister, ukishaanza kuingia kwenye majukumu ya kifamilia ni ngumu sana kuendesha knowledge zako, kuongeza skills inakuwa ni ngumu sana, maana utakuwa na watu wengi ambao wanakutegemea. Umenielewa? Kwa maana hiyo ndio maana tunaangalia watu wenye umri kuanzia miaka 18 mpaka 25 ndo average ya vijana wengi wakiwa wanajitafuta. Huko juu pengine nadhani makaka wadada watashauri kwamba ni kitu gani pia wanashauri kwa vijana wa umri wa miaka 18 mpaka 25 wafanye nini ili waweze kufanikiwa mbeleni. Na hii tunafanya ili kuokoa vizazi vijavyo na vijana ambao wapo kwenye 18 hadi 25. Hivyo kwangu mimi ni ushauri nimetoa, lakini mtu yoyote ambaye anahitaji kushauri kuhusiana na nini vijana wa miaka 18 mpaka 25 wafanye, anaruhusiwa kucomment, na ni wajibu wake kucomment ili kuokoa na kutoa elimu kwa watu ambao wanahusika na hii mada. Tuendelee kujifunza, tuendelee kushow love, tuendelee kucomment. Hii ni channel yetu ambayo nimeitengeneza leo ili tuweze kuhabarishana na kuongeza ujuzi kichwani na kuongeza ufahamu kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo tunakutana nayo kila leo, lakini tunakosa watu wa kutushauri. Hivyo unaweza ukasubscribe, ukacomment kuhusiana na nini wewe unaona kifanyike. Hii itakusaidia wewe kupata notification kila muda ambapo tukitoa mada yoyote ile na tunadiscuss wote. Maana hiyo unaweza ukasubscribe Ushauri TV akawa ndo mshauri wako. Umenielewa? Pia kama una comment au unahitaji ushauri fulani, watu wa kushauri, basi comment next time tufanye iwe mada. Umenielewa? Kauli mbiu yetu ni kwamba chukua ambacho unaona kwako ni sahihi, na ambacho unaona kwako sio sahihi basi achana nacho. Tulikuwepo. Peace and love.